Nasema siku hii ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu tamaa. Na tamaa hii ambayo naizungumzia siku ya leo, kuna tamaa ambayo inajitengeneza ndani ya moyo wa mtu au mwanadamu, na kuna tamaa ambayo mwanadamu anafanya kupewa. Yaani moyoni mwake hakukuwa kumejitengeneza tamaa, lakini amepewa vishawishi ambavyo ni vya tamaa. Kwa hivyo ile tamaa amefanya kupewa na watu aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaendelea, wacha tu tuweze kuomba kwa ajili ya kuingia katika mafundisho. Mtakatifu wa watakatifu, Mungu uishie milele, mfalme wa mbingu na nchi, Bwana, tunalitukuza jina lako na kulisifu zaidi, hata kwa ajili ya siku hii ya leo na hata kwa ajili ya wakati huu. Tazama Bwana, mbele yangu kuna neno lako mfalme. Bwana, naomba tu utoe yaliyo ya kwangu ili niweze kuongea yaliyo ya kwako kwa ajili ya kanisa na hata kwa ajili ya watu wote pia. Tusaidie, tupe hekima na maarifa, kwa maana wewe ni Bwana, na ni katika jina kuu la Kristo mwanao aliye hai, aliye Mwokozi na Bwana wetu tunaomba. Amen. Kwa hivyo tunaenda kuzungumzia kuhusu tamaa, ambapo tutafungua vitabu mbalimbali ambavyo vinatuthibitishia katika tamaa hii jinsi ambavyo inafanya mauaji na magonjwa katika sehemu mbalimbali, au katika wale ambao wako na hiyo tamaa, haswa katika watu wa Mungu. Kwa hivyo tutaenda kuangalia katika kitabu cha Yoshua mlango wa 7 mstari wa 20, mlango wa 7 mstari wa 21. Kitabu cha Yoshua mlango wa 7 mstari wa 21, ambapo tunamuona Akana jinsi ambavyo aliweza kufanya dhambi kwa wana wa Israeli na wakaweza kushindwa katika kuenda vitani, na kwa sababu hiyo dhambi ile ambayo aliifanya Akana basi iliweza kumwangamiza yeye na familia yake yote. Yoshua 7 mstari wa 21. Mlango huu ni mrefu zaidi. Wewe ukipata nafasi unaweza kusoma kuanzia mwanzo hadi mwisho, uweze kujua jinsi huyu Akan, jinsi ambavyo aliweza kuingiwa na tamaa na kuweza kuiba katika vyombo, kwa sababu Yoshua ambaye alikuwa ni nabii, ambaye alikuwa akiongoza wana wa Israeli, na mara kwa mara walikuwa wakienda vitani kwa ajili ya kupigana. Na katika kuenda vitani mara nyingi, kwa sababu walikuwa uwepo wa Mungu uko pamoja nao, walikuwa wakiweza kushinda siku baada ya siku baada ya kuenda vitani. Kwa hivyo walikuwa wanajishindia ushindi mkuu baada ya kuenda katika vita. Lakini siku ile walipofanya dhambi, basi waliweza kushinda, manake Mungu hakuweza kuwa nao tena kwa sababu ya ile dhambi. Kwa hivyo mimi nimenakili tu sehemu ambazo zitatupatia mwongozo wa tamaa hii, jinsi ambavyo inaleta uharibifu kwa yoyote ambaye ako nao. Katika ile 21 inasema, nilipoona katika nyara joo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu, uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. 22. Basi Yoshua akatuma wajumbe, wakapiga mbio mpaka hemani, na tazama, vile vitu
vilivyokuwa vimefichwa hemani, vilivyofichwa hemani mwake, na ile fedha chini yake wakavitwaa kutoka hapo katikati ya hema, wakavileta kwa Yoshua na kwa wana wa Israeli wote, nao wakaviweka chini mbele za Bwana. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja naye wakamtwaa Akani mwana wa Zera na ile fedha na lile joho na ile kabari ya dhahabu na wanawe na binti zake na ng'ombe zake na punda zake na kondoo zake na hema yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, wakavileta juu hata bonde la Akori. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe, kisha wakakusanya juu yake chungu kikubwa kubwa ya mawe hata leo. Naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake, kwa sababu hiyo jina la mahali pale likaitwa Akori, likaitwa bonde la Akori hata hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni uovu ama hii ni tamaa ambayo Akana alipokuwa mwanajeshi, walipoenda vitani, waliweza kushikwa na tamaa baada ya kuona zile vitu vizuri vizuri vinavutia kwake, akaona afadhali avichukue, na akatemu watu wote wameondoka, akabaki yeye peke yake. Akaangalia akaona hakuna watu, basi akaweza kuvibeba na akapiga mahesabu itafanya namna gani ili visionekane na mtu yoyote. Kile cha kufanya alivyovibeba, akavipeleka kwenye mjengo wake ama kwenye hema lake, akavichimbia vizuri, alafu akaviweka mahali pale. Akakosa kujua ya kwamba, akakosa ufahamu ya kwamba Mungu anamuona. Basi hasira ya Bwana ikaweza kuwaka juu ya Israeli wote. Walipoenda vitani kupigana na Ai, wakaweza kushindwa, wakabidi wakimbie mbele ya adui zao. Lakini Yoshua mtumishi wa Bwana akasema, haijawahi tokea jambo hili kwamba sisi tukimbie maadui zetu. Imekuwa namna gani? Kwa sababu kitu ambacho sio cha kawaida kinapofanyika, lazima wewe uelewe ya kwamba hii jambo sio la kawaida. Akasema hapana. Kile cha kufanya, wakakaa chini wakajadiliana, kisha jawabu likatokea ya kwamba wote tuweze kumuuliza Mungu anayetupigania. Basi Yoshua akamuuliza Mungu, imekuwa namna gani? Maana sisi hatujawahi shindwa na maadui zetu, siku zote tumekuwa washindi, na wewe Mungu ulikuwa ukitupigania siku zote kwa kupitia nguvu. Leo imekuwaje? Tumeaibika, sisi ni watu wako Bwana, leo tumekimbia kwenye maadui, wamepata nguvu. Kibali hiki kwa wale maadui zetu wamekitoa. Bwana akamwambia ya kwamba hapa katikati yenu mmefanya dhambi, kwa sababu vitu ambavyo vimewekwa wakifu wa Bwana vimeweza kuchukuliwa na tukafiki. Lakini sasa songeeni pamoja, uwatakase watu hawa wote, alafu niweze kuwaondolea dhambi katikati yenu, alafu naweza kupata ushindi. Basi Yoshua akafanya kama Bwana alivyomwagiza, akawasongeza mmoja baada ya mmoja, kabila kwa kabila, na ikapatikana kabila ya Yuda mtu anayeitwa Akana, ambaye alikuwa ameweza kuviiba vitu vile. Basi vikaweza kupatikana kwake na vikaweza kuchukuliwa, na kwa sababu hasira ya Mungu iko pale katikati yake, licha ya kwamba vitu vilikuwa vimepatikana, lakini bado ilikuwa mpaka yeye aangamizwe mahali pale. Basi akaweza kutolewa yeye mwenyewe, binti zake, watu wote ambao walikuwa nao, hata watumwa wake, hema yake, na chochote alichokuwa nacho kikaweza kuteketezwa,
ndiposa hasira ya Bwana ikaweza kutulia na ushindi ukaweza kupatikana kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni tamaa ambayo Akan ilikuwa imejitengeneza moyoni mwake baada ya kuona vile vitu. Hakushawishiwa kwamba viibe, hapana. Maana yake mwenyewe anakiri kwa kinywa chake ya kwamba nilipoviona nikavitamani. Kumaanisha alipoona vile vitu vizuri, tamaa ilijitengeneza moyoni mwake kwa kutaka kupata vile vitu vinono, basi akaweza kuvichukua. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa hii ambayo imejitengeneza katika moyo wa mtu tunaiona kwa Gehazi katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5 mstari wa 20. Naamani ambaye alikuwa ni jemedari mkuu wa Sham alikuwa na ugonjwa wa ukoma, akaweza kuhangaika. Kijakazi wake akanung'unika pale ndani, akasema ingekuwa huyu Elisha angelikuwa karibu, ama huyu bwana wangu angeweza kukutana na Elisha mtumishi wa Mungu, basi angeweza kupona. Basi habari ile ikaweza kupelekwa kwa Naamani, akasikia vizuri, akasema yenyewe hiyo ni jambo mzuri. Basi akaweza kuandika waraka, ukaweza kuenda Israeli. Na Elisha, habari hii ni ndefu, ni historia ndefu zaidi. Ndio nikasema ya kwamba nimegusia sehemu kuandika. Sasa ukiwa unataka kusoma kwa habari hili uelewe vizuri, soma mlango mzima, utaelewa vizuri yenye imekuwa. Basi Elisha aliposikia habari ile akasema, hebu na aje kwangu, naye atajua ya kwamba kuna mtumishi wa Mungu katika Israeli. Naamani na watu wake kuweza kufunga safari, wakaenda mpaka Israeli, wakaweza kukutana na Elisha. Tunaona habari yenyewe jinsi Naamani alivyoelezewa na Elisha, na alipoelezewa aliweza kukataa, lakini watumishi wake wakamsihi tu ya kwamba aweze kuenda kujichoja katika ule mtu ambao Elisha alikuwa amemuelezea. Na baada ya kuenda akaweza kupona. Alipopona aliweza kuleta shukrani kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha, lakini Elisha akaweza kukataa. Alipofunga safari na Naamani kuondoka, tunamuona Gehazi mtumwa wa Elisha akiingiwa na tamaa kutaka kupokea vitu ambavyo Elisha alikuwa amekataa. Katika kitabu cha Wafalme Wafalme wa Pili Wafalme wa Pili katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5 mstari wa 20 inasema ya kwamba, lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami, asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata, ndiyo nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, alishuka garini amlaki, akasema, je, ni amani? Akasema, amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama, sasa hivi wamenijia kutoka milimani,
mwa Efraimu vijana wawili wa wana wa manabii, wape na kuomba talanta ya fedha, mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae tafadhali talanta mbili. Akamshurutisha, akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili, na mavazi mawili akawatweka watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani, alivitwaa mikononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka, nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia, watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe? Hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki, je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizaituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na mtumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema tunaangalia jinsi tamaa inavyofanya kazi ndani ya mioyo ya watu na vile inavyofanya mauaji. Sasa huyu Gehazi, tamaa ilijitengeneza ndani ya moyo wake baada ya kumwona bwana wake amekataa kupokea vitu kutoka kwa Naamani. Walipoondoka, kawaangalia ndio hao wameenda, akapiga mahesabu. Sasa tamaa imemjia, akasema, sasa bwana wangu amekataa vitu kutoka kwake, hapana, haiwezekani. Kile cha kufanya, wacha mimi niende nikavipokee. Anasahau ya kwamba bwana wake ni mtu wa Mungu, anaweza kumwambia mambo ya kesho kutwa na ikawa hiyo. Anasahau amemtumikia Elisha kipindi kirefu bila kushikwa na tamaa yoyote. Sasa inafika mahali tamaa sasa inamshika na inajitengeneza ndani ya moyo. Basi anafunga safari, ndio anafika mahali pale, alafu sasa cha ubaya zaidi, anaenda kudanganya. Amejituma mwenyewe, anaenda kumwambia nimetumwa na Elisha, kwamba sasa bwana wako amenituma, bwana wangu, ya kwamba wageni wamekuja kwake, na ni uongo. Lakini alipiga mahesabu vizuri, nikienda nikimwambia ni mimi ndio nataka hizo bidhaa, huenda akakataa. Lakini kile cha kufanya, wacha niende nikamwambie ni Elisha ndio amehitaji hivi vitu. Bila shaka nikimwambia atanipatia, kwa sababu tayari alikuwa anataka kupeana. Sasa wacha mimi niende nikamwambia. Basi akaenda, kufika pale akamwambia, basi bwana wangu amenituma na wageni wamekuja na wanataka anataka umpatie fedha na mavazi kwa ajili ya wageni. Basi Naamani akampatia vile bidhaa, akaondoka. Kufika pale akachukua na akaweka kwenye nyumba yake. Basi akarudi kwa bwana wake ambaye ni Elisha. Kisha Elisha akamuuliza, umetoka wapi? Amedanganya kule na hapa anadanganya, bado anamdanganya bwana wake. Anamwambia, mimi mtumwa wako sijatoka mahali popote, nilikuwa tu hapa. Elisha anamwambia, wakati unaenda kule kupokea bidhaa, moyo wangu umeenda na wewe. Sasa sikiliza, ugonjwa ambao ako nao Naamani alikuwa nao utakurudia wewe, kisha sio yeye peke yake, na uzao wake wote.
basi anatoka pale usoni kwa bwana wake akiwa tayari ni mwenye ugonjwa. Kuna siku nyingine tulifunzwa hapa ya kwamba kuna magonjwa ambayo yanashika mwanadamu ambayo ni magonjwa ya kawaida, na kuna magonjwa mengine yanakushika kwa sababu ya dhambi ambayo umeifanya. Ule ugonjwa huja kushika bure. Umefanya dhambi, ile dhambi ndio imekushikisha ugonjwa. Sasa ndio hii ya Naamani ya Gehazi. Gehazi aliweza kupata ugonjwa kwa sababu ya dhambi ambayo alikuwa amefanya. Umepata mauaji ambayo sio kwamba alikuwa ni yakupate, lakini ni kwa sababu ya dhambi umefanya. Hiyo dhambi imekuletea mauaji tena makubwa katika familia yako. Tunaona hapa katika Akana, katika kitabu cha Yoshua, anapata mauaji. Baba amefanya uovu, anapata mauaji yeye, mkewe na watoto wake, tena sio hivyo, na vitu vyote alivyokuwa navyo vinaangamizwa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya dhambi ambayo alikuwa amefanya. Anania na mkewe Safira walitengeneza tamaa. Hii ni tamaa ambayo inajitengeneza tu yenyewe moyoni baada ya kuona kitu kinachokufaidi. Tamaa inajitengeneza alafu inakuletea mauaji. Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa kwanza. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ni wa 5 mstari ni wa kwanza. Inasema hivi: lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani. Wale wamepatana pamoja kama watu wa Mungu kwamba tuuze kile moja kitu alicho nacho, kisha ile fedha tufanye namna gani? Tukusanye hapa pamoja. Basi wamepatana tufanye namna hiyo. Lakini baada ya kuenda kuuza, walipoona fedha, sasa tamaa inaanza kujitengeneza moyoni. Ilipojitengeneza, wakapiga mahesabu, kile cha kufanya, wacha tuchukue sehemu moja kadha tufike, alafu ile sehemu nyingine tupeleke. Alafu tukienda tukiulizwa ya kwamba kiwanja hiki tumekiuza kwa thamani hii ambayo tumeleta, tuseme kwa sababu si hawatajua hii ni siri yetu. Basi wakafanya namna hiyo, yeye na mkewe tu pale mezani na fedha yao, wanatengeneza uongo wao pale. Hata baada ya kusema wacha tuzuie tena tufike kule tuseme ukweli ya kwamba tumeuza kwa thamani hii, lakini tumechukua hii tumeweka, alafu nyingine tu anasema hapana, hii ni siri ya nyumbani, haifai kusemwa kule, wacha tuzuie. Basi Anania na Safira mkewe wakaweza kutengeneza tamaa. Shetani akawaingia akawapatia tamaa, wakaficha sehemu wakapeleka, akaanza kutangulia mume. Kaenda fika mahali pale, Petro anamuuliza, hai vile ambavyo tumepatana imefanyika hivyo? Asema ni hivyo bwana wangu, ile thamani ambayo umeuza uwanja ndio hii yote mmeleta. Asema ndio hii. Hamjazuia? Sema hakuna, ni hii yote. Anamuuliza, imekuwaje kumjaribu Bwana? Hebu tusome mahali pale. Anasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe alizuia mali, aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akajua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja kilipokuwa kwako?
hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Maanake ilikuwa ni siri kule nyumbani. Wacha tujipe mfano. Mfano sasa mmepatana ya kwamba muuze sehemu, alafu tuseme wewe kwako ni Likoni, wengine kwake ni kule Vipingo ama hata Kilifi, ambapo hata mkifanya siri yoyote kule hakuna mtu ambaye anajua huku kama kanisa. Sasa siri imefanyika kule. Sasa chenye kinamshtua huyu, wamejuaje kwamba tumeficha? Anashindwa ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Basi aliposikia ya kwamba kumbe imejulikana, akaanguka akafa. Mkewe yeye hajakuja. Bwana Yesu asifiwe. Basi alipoanguka, wa vijana ambao walikuwa wako mahali pale wakaweza kuchukua mwili, wakaupeleka nje, wakamchimbia shimo, wakaweza kumzika. Anasema hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa 3 baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tamaa vile ambavyo inafanya kazi ndani ya watu wa Mungu. Inaua, inaleta magonjwa na mambo mengine mbalimbali. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Waraka wa Yakobo mlango wa 1. Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Alafu ile tamaa inafanya namna gani? Ile tamaa inapokujaribu inaweza kuchukua mimba. Waraka wa Yakobo mlango wa 4 mstari wa 1 inasema namna gani? Inasema vita vyatoka wapi? Kabla hatujasoma waraka huo wa Yakobo, sawa. Inasema vita vyatoka wapi, na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati,
kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Basi mtiini Mungu, mpingeni Shetani, naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia. Enyi nyinyi, itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anazungumzia Yakobo kuhusu vita ambavyo hufanyika ndani ya moyo wa mwanadamu, na hapa anazungumzia kuhusu tamaa ambayo hujitengeneza katika mioyo ya wanadamu, ambayo hii tamaa huleta vita, hii tamaa huleta mauaji, na hii tamaa inaleta chuki. Kabla ya vita hutengeneza chuki kwanza, na kabla ya chuki inaanza kujitengeneza kitu kinaitwa tamaa, alafu baadaye inatengeneza chuki, alafu ile chuki inafika mahali inatengeneza mauaji. Katika kitabu cha waraka wa Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 14 inasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa, huzaa mauti. Tunaona Akana aliweza kutengeneza tamaa. Ile tamaa ilipokuwa ikazaa dhambi, ambapo ilikuwa ameiba, alafu ikaendelea ikafika mahali ikazaa mauti. Tunaona Gehazi ambaye tamaa iliweza kujitengeneza ndani ya moyo wake, alafu ile tamaa ikafika mahali ikazaa dhambi, akatembea na mimba ya dhambi, ikazaa ugonjwa. Na tunamuona Anania na Safira mkewe, iliweza kutengeneza tamaa ndani ya moyo, ikafika mahali dhambi ikaweza kuzaa dhambi, na ikafika mahali ikaweza kuzaa mauti. Kwa hivyo mwanadamu huenda hana tamaa ndani ya moyo wake, lakini baada ya kupata kitu, tamaa ikaanza kujiunda, na ni mtu wa Mungu. Huenda ameishi kwa kipindi kirefu ndani ya boma yake, ndani ya familia, amefunzwa na baba na mama, amesomeshwa, amefika mahali ya kisomo chake. Sasa inafika mahali anaona amesoma, amemaliza,
ajira hana, anapiga plani, nitafanya namna gani? Anaweza kupata washauri katika sehemu ambazo anatembea, anaweza kupewa tamaa ya mali, kama tunavyoona hawa watu ambavyo waliweza kuwa na tamaa ya mali, akaweza kuingia katika njia ambazo sio za kiungu, lakini tamaa imemdrive kuweza kupata mali hizi ambazo ni njia za ukora. Baba na mama wamezaa watoto, wameng'ang'ana wote kusomesha hawa watoto mpaka wamefika wakubwa. Sasa uzee umewakujia, wamezeeka. Unampata mmoja anaanza kunong'onezea watoto juu ya kuwarithisha tamaa, na sio tamaa, ni kwa sababu unampata mama ametengeneza tamaa ndani ya moyo wake ya kwamba anataka kufaidi mali ya watoto wake peke yake. Inafika mahali anaanza kufuata mtoto mmoja baada ya mmoja, kwa sababu wako na kazi, anaanza kuelezea ubaya wa baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Inafika mahali ile tamaa inaanza kutengeneza vita. Ni kwa sababu ya tamaa ya mmoja, ni kwa sababu ya tamaa ya mali. Anatengeneza urafiki na watoto wake peke yake, alafu anamtenga mzee wa wenyewe mahali pale. Unapata mzee anaishi maisha ya mateso, ni kabla hana watoto, ni kabla hakusomesha watoto, lakini walisomesha, lakini mama amekuja akaingiwa na tamaa. Inafika mahali ile tamaa inakuwa mpaka inafika mahali unaona ana mauaji yanatokea mahali pale. Unapata anaua mzee ama mzee anaua mama kwa sababu ya tamaa ya mali. Wamechuma wote pamoja, walikuwa wako na bidii wote, wakiomba siku zote na kutia bidii, Mungu awabariki. Sasa Mungu amewabariki, amewapatia mali. Sasa mzee anaanza kuingiwa na tamaa, hataki kukaa na bibi mmoja. Tamaa inamuingia sasa ya uzinifu. Anaona sasa watu wazuri wazuri kule nje kwa sababu ya kipato ako nacho. Unampata ananyemelea kule nje, inafika mahali anataka kumwangamiza huyu mama yenye yuko nyumbani, akisema mali ni zangu. Anaanza kuingiwa na kiburi. Alafu inafika mahali ile dhambi ambayo anaifanya ya tamaa, inafika mahali anapata ugonjwa. Inafika mahali ile mipango ambayo ako nayo kule nje inampatia magonjwa ambayo inafika mahali inamuua. Ni kwa sababu ya tamaa tu ambayo imejitengeneza ndani ya moyo wake. Na hii tamaa hakuwa nayo kutokea mwanzo. Ni imefika mahali sasa ameona mali sasa imekuja. Amefight, ameng'ang'ana, sasa mali imekuja. Kama ni watoto wako makazini, wanaanza kumtumania pesa, wanaanza kumjengea vizuri. Sasa tamaa imekuja, anaona huyu mama amezeeka, hamfai tena. Anaanza kumfukuza, anaanza kumfanyia madharau, anaanza kumfanyia fitina, anaanza kujiona yeye ndio superpower, akisema anatakana awe amesema, hataki mtu mwingine aseme. Alikuwa akikaa na mama wakishauriana, lakini sasa venye amefanikiwa hataki tena kukaa na mama wakishauriana. Ametengeneza marafiki kule nje kwa ajili ya mashauri yake. Alafu wale washauri kule nje wanamshauri katika njia ambazo za kiungu. Tunamuona mtu wa Mungu ambaye alikuwa akiitwa Suleimani, mfalme wa Israeli, ambaye alikuwa ni mtoto wa Daudi. Tunamuona Daudi baba yake alikuwa na tamaa ya uzinifu. Alafu ile tamaa ya uzinifu alipokuwa nayo ikaweza kufanya mauaji, ndipo akaweza kumuua mfanyaji kazi wake ambaye ni Uria na kuweza kumchukua mkewe. Ile ni tamaa ya uzinifu aliyokuwa nayo. Sasa tunamuona kijana yake hapo, na Mungu akamuonya ya kwamba utakapooa wanawake wa kigeni, hao wanawake wataweza kukubadilisha moyo hadi uabudu miungu mingine. Na ikawa hivyo kweli. Sasa mali iko nyingi,
Sasa ni nini chenye mimi siwezi kupata? Sasa kaoa. Ikafika mahali sasa wale wanawake wakaanza kumbadilisha moyo, hatimaye wakamtoa kwa Mungu na wakamregesha kwa miungu. Licha kwamba ni mfalme, akatoka kwa Mungu akaanza kuabudu miungu. Sasa huyu mzee naye mali imeanza kupatikana, ameanza kupata ushauri kule, ameachana na Mungu, anaanza kuabudu miungu kule. Ni nini yenye ako nayo? Ni tamaa ya uzinifu na mali, ndio inamuongoza hapo. Maandiko matakatifu, Mungu anasema usizini. Yusufu na mke wa Potifari, Yusufu alikimbia zinaa, akasema siwezi kufanya dhambi kumkosea Mungu wangu aliyeniumba na bwana wangu ambaye ni Potifa. Sasa watu wa siku hizi, baada ya kutii neno la Mungu, watu wanaenda kuzini, alafu wanasema wanachukua ile pesa ya uzinifu, analeta mchango kanisani, anakuja anabwaga huku kanisani. Ni sawasawa na Sauli ambaye aliambiwa na Mungu akaangamiza Waamaleki pamoja na mfalme wao, kwa sababu wale walikuwa ni wenye dhambi. Mungu akamtuma aweze kuangamiza wote. Alafu inafika pale, tamaa inashika wanajeshi wake, wanahifadhi vitu vinono na wanamuhifadhi mfalme Agagi. Alafu Sauli baada ya kutii neno la Mungu kuangamiza, anaogopa wanajeshi wake. Baada ya kumwogopa Mungu, anaogopa wanajeshi wake, anaweza kuhifadhi vitu ambavyo vimetekwa nyara. Mungu Samuel anamuuliza, je, umefanya chenye Mungu amesema ufanye? Anasema mimi nimeitii sauti ya Bwana Mungu. Anasema hapana, haujaitii. Mbona nasikia sauti? Wasema sasa fanya hivi. Mimi venye nimefikiria, nimeona vile vibovu venye havina nguvu vimeviangamiza, lakini vile vinono ni vichukue ili nimtolee dhabihu Bwana Mungu wako. Samuel anamwambia hapana. Je, Bwana hupenda dhabihu sawasawa na kutii? Kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Naona katika siku za zamani, katika hizi tamaa ambazo mwanadamu huwekwa, huyu mtu anang'ang'ana katika maisha yake na ni mtu wa Mungu, akimtumainia ya Mungu ya kwamba atabarikiwa, kwa sababu neno la Mungu linasema fedha na dhahabu zote ziko kwake. Sasa inafika mahali katika vishawishi, anaambiwa ngoja nikwambie kuna njia nzuri ya kuweza kupata fedha. Anaambiwa kuna mtu ambaye ukikutana na yeye akikuelezea na vile ambavyo njia ukizifuata utaweza kupata kipato cha haraka. Anaachana na Mungu, anaachana na neno la Mungu, anaona ya kwamba hii njia inafaa, na tena unapata ya kwamba huyo mwenye anamshauri kupitia neno la Mungu, lakini katika njia ambayo anamwelezea ni njia ambayo inamwasi Mungu. Licha kushauriwa kutumia neno la Mungu, unashauriwa kutumia neno la Mungu, lakini maamuzi yako ambayo yatafanyika pale baadaye utakuja jikuta ya kwamba kumbe sio Mungu ambaye alikuwa ananibariki, nimeingizwa katika njia ambazo ni mbaya na ni hatari. Umeachana na Mungu. Umepata ugonjwa ni kwa sababu hautaki kukaa kwa ndoa yako kwa amani, hautaki kukaa katika ndoa yako katika njia ambayo iko sawa. Yeye ameoa, ako na mkewe, lakini bado kule nje anachungulia, wenyewe wakisema mpango wa kando. Shetani aliwabadilishia jina ili wasikie vizuri, alafu kule nje anapata magonjwa ya zinaa, anaugua katika magonjwa ya zinaa hadi anakufa katika magonjwa ya zinaa. Anasafiri na kule kusafiri kwake
Sio kwamba alikuwa anasafiri kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Hapana, anasafiri kwa sababu anaenda kufanya uzinifu kule nje. Amepata ajali pale njiani, amevunjika miguu, ameumia. Ile safari ile sio kwamba ilikuwa ni safari ya kwamba anaenda kumsifu Mungu. Hapana, ni safari ambayo alikuwa anaenda kumwasi Mungu. Kwa hivyo ile safari ambayo alikuwa anaenda kufanya dhambi imemvunja, imempatia magonjwa, amepata maajali, anaishi katika hali ya kutesa watoto kwa sababu ni kiwete. Kumbe ile njia ambayo alikuwa anaiendea sio njia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ambayo hujitengeneza ndani ya moyo, tamaa ya mali na uzinifu. Tamaa hii ya uzinifu, tunamuona mfalme Daudi akiweza kukimbia kuondoka kwenye kiti chake, yaani ni mfalme mzima, lakini dhambi inamfukuza kwenye kiti chake kwa sababu ya tamaa ya uzinifu ambayo alikuwa nayo, na Bwana akasema hii mpaka imkute katika, itajilipiza kisasi hapa mahali itakukuta. Mungu alisema kwamba hii haitaondoka hapa kwako hadi nijilipize kisasi hapa. Tunajua historia vizuri, jinsi mambo yalivyofanyika katika ufalme wa Daudi hadi katika mahali kijana yake akataka kumuua. Hii yote ilikuwa ni dhambi ambayo alikuwa ameifanya. Basi inatufunza nini tamaa hii? Inatufunza ya kwamba watu wa Mungu hawapaswi kuwa na tamaa. Yakobo anasema vita vyatoka wapi? Manake anaangalia hivi vita ambavyo vinazunguka hapa sio vita vya maana, ni vita vya kwa sababu gani? Kuna tamaa imejitengeneza ndani. Sasa hiyo tamaa ndio inatengeneza vita na imetokana na viungo vya watu. Ukija ukiona kanisa inagawanyika mara mbili, ujue kuna tamaa imeingia mahali. Haigawanyiki bure. Ile kanisa haigawanyiki bure. Kuna tamaa imejitengeneza pale ndani ya kanisa, alafu inafika mahali mtu anapiga mesa, huyu mchungaji awe ndio kila kitu. Fungu la 10, sadaka, kila kitu kinachofanyika hapa kanisani mpaka yeye. Haiwezekani. Sasa unaona ile tamaa inajitengeneza, alafu anatengeneza mchoro wa kwamba kile cha kufanya, ananong'onezea yule, ananong'onezea huyu, ananong'onezea huyu, yule naye ananong'onezea mwenzake. Inafika mahali sasa tamaa imekuwa, anakata katikati kanisa, anaenda na pisi ile nyingine inabaki hapa. Hiyo yote ni tamaa inajitengeneza mahali pale. Ukiona baba na mama unafika mahali paka wanapigana, ujua kuna kitu kinaenda, tamaa kimejitengeneza mahali pale. Hawapigani bure. Yakobo anasema tamaa ndio inatengeneza vita. Alafu anasema hii tamaa kila mmoja hujaribiwa na hiyo tamaa yake yeye mwenyewe. Kumbe hii tamaa inakujaribu tu. Alafu inafika mahali unaanguka. Ukija ukiona ndugu kwa ndugu wanapigana, ujue kuna kitu kimejitengeneza pale ambayo ni tamaa. Mmoja anataka kupata vitu vinono peke yake. Unaona ndugu wote wamezaliwa 5, wamezaliwa 6. Mwingine amepata bahati, ako na kazi nzuri, ana maisha mazuri. Angalia hawa watu wengine hapa chini, wale ndugu wengine wamebaki, watatengeneza, mmoja atatengeneza tamaa ya kwamba najitengeneza tamaa. Sasa huyu ndugu yangu akiwa anaelewana na hawa wote, mimi sitapata kusaidika vizuri. Sasa kile cha kufanya, anatengeneza maneno, anamrushia huyu ambaye ana uwezo. Unajua fulani alifanya hivi na hivi, fulani alikuwa alisema hivi na hivi kukuhusu. Sasa anamtengenezea maneno ambayo ili asiwasaidie wale wengine, ili sasa awe anaweza kusaidia yeye peke yake kibinafsi. Na sio kweli, ni tamaa tu ambayo imejitengeneza. Inafika mahali inaanza kufanya vita. Inafika mahali watu kile moja anang'ang'ana kwa ajili ya kazi. Alafu inafika mahali anasema, hapana, huyu jamaa anaendelea sana huyu. Huenda huyu anachukua nyota za wenzake.
hapana, haiwezekani. Mbona mimi nang'ang'ana usiku kucha na sifaniki? Huyu hata ang'ang'ani sana na amefika mbali sana. Hapana, huyu ndugu yangu huyu, hapana, amini. Huenda kuna mambo ananiendea kinyume. Ama aliingia kwa devil worshiper yule jamaa. Yule jamaa amini, hapana. Anatengeneza tu chuki. Amefika mahali anasema, ngoja nimtengenezee, nimejua njia. Sasa njia ya kufanya, wacha nimtengenezee majambazi. Atajua mimi ni nani. Anatengeneza majambazi, anaenda uwa ndugu yake. Hii ni tamaa ambayo imejiunda hapa ndani ya moyo wake. Anaenda kumuua ndugu yake. Tamaa imejitengeneza ndani ya moyo wake, anaenda uwa wazazi wake kule. Anasema wazazi wake ni wachawi, wanamfanya haendelee. Anakimbia kule, anaenda kuua wazazi wake. Mzazi ameingiwa na tamaa ya mali na anasa, inafika mahali anaingia kwa Illuminati, anaua watoto wake. Mchungaji anafika mahali anataka awe na kanisa kubwa lionekane la kifahari. Anaenda kutafuta midawa ili aweke mfukoni, atumie kule nje kuvuta watu, kwa sababu anataka mali, tamaa ya mali, aonekane na mali nyingi, aonekane na kanisa kubwa. Anatumia nguvu za giza kuvuta watu. Hii yote ni tamaa tu. Na inajitengeneza kiungo gani? Inajitengeneza katika kiungo cha moyo. Inajiunda pale ndani. Alafu inaenda inanona huku nje, inajivuta. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Waibrania mlango wa 2 mstari wa 1 inasema, lile neno lililonenwa na malaika. Ni katika kitabu cha Waibrania, kwa sababu msema kweli yuko hapa. Katika kitabu cha Waibrania inasema, kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki, sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Tusipoujali wokovu, tutawezaje kuiepuka tamaa hii? Tusipoujali wokovu, tutawezaje kulea watoto katika Bwana? Tusipoujali wokovu, tutawezaje kukaa na watoto na wake zetu kwa nyumba kwa amani? Tusipoujali wokovu, je, watoto mtawezaje kukaa na wazazi kwa kuwatii wazazi? Ni lazima kuujali wokovu. Yaani ule wokovu ukae ndani ya moyo wako, ndio utakufanya uwajali wazazi, ndio utakufanya uijali ndoa yako, ndio itakufanya ujali watu na kuepukana na tamaa za mali na anasa. Sio kwamba hatuhitaji mali, tunahitaji, lakini ziwe zimetoka kwa Mungu mwenye nguvu. Iwe Mungu ndo ametupatia, na wala si vishawishi vya kule nje ambavyo vitatutia tamaa. Sio kwa sababu tuone vinono maybe kazini au sehemu ambayo huko, vinono ambavyo unaviona vikutie tamaa, muache Mungu na uambatane na vinono. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kujali wokovu. Katika kitabu cha Waefeso mlango wa
5 mstari wa kwanza. Katika kitabu cha Waefeso mlango ni wa 5 mstari ni wa kwanza, inasema hivyo tumfuate Mungu kama watoto wanaopendwa, tukaenende katika upendo kama Kristo naye alivyotupenda sisi, tena akajitoa dhabihu kwa Mungu kwa harufu ya manukato. Inasema hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda nyinyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Hapa hii Paulo anasema hivyo sasa inampaswa kumfuata Mungu kama watoto waliopendwa. Sasa tunakuwa watoto ambao tumependwa na Mungu, alafu tuenende katika huo upendo kama vile Kristo alivyotupenda sisi. Alafu anasema lakini katika hali ya kumfuata Mungu kuna tabia hazipaswi kutajwa katika hiyo grupu ambayo inamfuata Mungu. Ya kwanza ni uasherati, alafu inafuata tamaa. Hebu twende pale, inasema lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi; hayo hayapendezi. Bali afadhali kushukuru, maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Kwa hivyo hili neno linatupatia uwazi ya kwamba tunamfuata Mungu, ndio tunapaswa tuenende katika upendo, lakini tabia chafu mbaya hazipaswi ziwe miongoni mwa watu ambao wanalikiri jina la Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hivyo afadhali tumshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa wateule wa Mungu, na tuenende katika mienendo mizuri, tuenende katika hofu ya Mungu ndani yetu. Tusijiachilie eti wacha bwana tuvinjari bwana, unajua bado tuna nguvu tu vijana, si wacha tuendelee bwana, Mungu atatuona, ataturehemu, yeye ni mwenye rehema bwana. Hapana. Tukijua ya kwamba tamaa huzaa dhambi, alafu dhambi hubeba mimba. Sasa unatembea na limimba lako la dhambi, alafu unazaa mauti. Hasira ya Mungu inapokuwa juu ya watu, hasira ya Mungu inapokuwa juu ya mahali kwa sababu ya dhambi, hapo mahali patateketea, na ni mpaka uovu utoke ndani yao ama utoke mahali pale, ndiposa Mungu neema yake iwe mahali pale. Tunaweza kuwa kama kanisa tumepanga kwamba maendeleo mazuri, na Mungu ametusaidia kwa kipindi kirefu, tumejiandaa kwa neema ya Mungu, lakini dhambi inapoingia katikati, unapata kila kitu kinasambaratika. Unashindwa imekuwaje? Tulikuwa tumepiga hatua, imekuwaje haya mambo yote yamesimama? Kumbe ni kwa sababu ya uovu kwa pale katikati. Maandiko yanasema tutembee kiroho, wala hatutazitimiza tamaa za kimwili. Tunapotembea kiroho, tutaona mambo ambayo ni ya giza, jinsi inavyokuwa mahali. Utaona jambo hili sio la kawaida, inafaa tulikemee, inafaa tuondoe hali hii, ndiposa Mungu awe pamoja nasi kama vile Yoshua.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili tuweze kuishi katika maisha ambayo yanampendeza Mungu, cha kwanza ni tukujali wokovu wa Kristo Yesu Bwana wetu. Katika kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari ya 1 inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia zetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Kwa hivyo tabia hizi za tamaa ambazo zilikuwa zinatuendesha na kutuderevu katika maisha yetu tulipokuwa hatujazaliwa mara ya pili. Sasa tumezaliwa mara ya pili, inapaswa tuyatupilie mbali, kwa maana neno hili linatupatia uwazi. Maandiko inasema ufahamu ni chemichemi ya uzima kwake aliyo nao. Anasema, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alituhuisha, aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatuketisha akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake. Yaani sasa Mungu katika ule uovu, katika ule uchafu ambao unanenwa na Waefeso mlango wa 5 tulikuweko, lakini sasa kwa neema ya Mungu ametutoa katika uchafu ule wa tamaa za mali na za anasa. Sasa ametuosha, ametuhuisha na kutuweka katika pamoja na Kristo katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaenenda katika mienendo ambayo ni mingine. Maandiko yanasema tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi na makosa. Maana mambo haya tulikuweko huko, lakini sasa kwa neema ya Mungu, Mungu akatutoa na tuko sehemu ambayo inafaa tuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wacha tuweze kufika mahali pale, na Mungu mwenye nguvu aweze kutuajalia ili neno lake likae ndani ya mioyo yetu, ili iweze kutufundisha siku baada ya siku tunapo lisoma.